Mbunge wa Irani Ibrahim Razai ambaye anakuwa ni katika washauri wa masuala ya kiusalama anasema kuwa hadithi iliyotengenezwa na Marekani kupitia vyombo vya habari vya Magharibi kuwa Irani walikuwa wamekaribia kufikia makubaliano au Irani walituma proposal yao kwa Pakistani kumjulisha Marekani kuwa walikuwa wako tayari kwenye makubaliano. Anasema kuwa hii ni hadithi iliyotungwa kwa ajili tu ya kushindwa kwa Operation Project Freedom, ndio anachokisema. Kauli yake hii huenda inafanana na kauli inayotajwa na mshauri mkuu wa mazungumzo ya Irani, spika wa bunge la Irani Mohammad Ghalibaf Bagher, ambaye naye anarudia kauli hizo hizo akisema kuwa hamna kitu kama hicho, na anakiita chombo cha habari cha Marekani Axios kuwa ni kituo kikuu cha uongo kutoka White House. Amani iwe nawe, peace be upon you. Bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa. Mimi nimekuja tuzungumze kama kawaida, mazungumzo huwa hayaishi, na kwa sababu mambo yako mengi ndio tunazidi kuzungumza karibu kila siku. Jana tulizungumza wakati dunia ina tumaini kubwa na kuhisi kuwa labda tunaweza tukapata hope fulani. Wakati bei ya mafuta kwetu ikifika 1400, kuna mtu amenitumia sijui ni wapi huko 4300, na nadhani mikoani huko wanafika 4300 mpaka 4400 kwa lita moja. Bei ya mafuta duniani jana iliporomoka kwa 11%, ikawa chini ya 100. Kwa hiyo pipa ilikuwa inakwenda kati ya 98, lakini hisa pia zilipanda za makampuni. Unajua kuna ile tumaini limekuwepo, kwa hiyo inatokea hivyo. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya vitu ambavyo tunavizungumza. Jamani, hizi t-shirt nawakumbusha bado zipo. T-shirt hizi zipo na zinapatikana, na kwa sasa utazipata kwa shilingi 40,000 tu. Ndani ya nchi utatumiwa, hata Mombasa utatumiwa, lakini kwenda kwenye nchi zingine mtatuia radhi, ni tabu. Mpaka uwe na mtu hapa tunaweza tukakuletea, kwa sababu hatuna access yote ya kufikishia, lakini kwa ndani ya nchi ya Tanzania yote na Mombasa hii itakufikia kwa shilingi 40,000 tu ya Tanzania. Kwa hiyo tunazo cap pia zimekuwepo, tunazitoa kwa 20,000. Niwakumbushe pia, niwashukuru wale ambao mmekuwa mkiwasiliana na sisi kuhusu matangazo. Yes, matangazo wewe tuletee tu, na ile unataka kuwa sponsor uje ukae hapa juu, uwe unaonekana kama muda huu ambapo watu wanasubiri tu kuna nini kinachojiri kwa Rahby, na we hapo hapo unaonekana. Ni juu yako kuamua kwa unataka kwenda duniani au unataka kuja upande gani, lakini ukija hapa utafikika kirahisi kabisa. Namba hizi hapo unaweza kuwasiliana na wahusika na watakupa utaratibu wa kufanya hayo matangazo yako. Yes, sijabadilika. Najua kuna watu mbona leo huja, sijabadilika, matangazo halali. Bas, ndio tuliposimamia, wala hatuwezi kucheza. Sasa kuna vitu sasa tunapaswa kuzungumza. Nimekuambia kuwa bei ya mafuta wakati kwetu imefika 4,100. Bei ya mafuta kwenye soko la dunia iliporomoka kutoka juu ya dola 100 ikaja mpaka 98, anguko la 11% bei ya mafuta. Mtu atauliza kwa nini kule yameshuka huku yamepanda? Utaratibu hauko hivyo. Utaratibu wetu sisi, bei zetu zinasetiwa monthly, yani kila mwezi bei hutolewa na EWURA, nadhani kati ya tarehe 6 na tarehe 6 kuamkia tarehe 7 au tarehe 5 kuamkia tarehe 6, nadhani ndio kipindi EWURA ambao huwa wanatoa taarifa ya bei. Kwa hiyo unaweza kuona kule bei ya soko la dunia imeshuka, sisi ikawa ile ile, kwa sababu kama itakuwa hii ni kupanda na kushuka inavyopanda kule na kushuka, I say udhibiti sijui utakuwa upi, kwa sababu itakuwa ni mchezo. Lakini sisi utaratibu ni wa kila mwezi, bei inakuja hii na hii. Unaweza ukaona kuwa mfano hivi sasa bei inaweza ikaporomoka kwenye soko la dunia, lakini sisi tukabaki kwenye bei ile ile, lakini tukaja mwezi unaokuja bei ikapanda katika kipindi hicho na sisi tukabaki kwenye bei ile ile. Yani haiwezekani kuwa ikicheza na huku icheze. Hiyo ni kwa mujibu wa soko la dunia, na kote duniani hakuna, yani sehemu ambao wanauza kwa retail haifanyiki hivyo. Yani nchi zote ambako mafuta yanauzwa kwa rejareja hawawezi kuchezesha kutokana na bei ya soko. Yani bei ya soko itaakisi wakati gani, yani ule mzungu. Haiwezekani leo bei hii kesho bei kesho, hakuna. Itakuwa ikichukua time kama hivi, mwezi mnakuja na bei mpya na inakuja inaendelea. Sasa kwa nini hizi bei ziliporomoka?
kumekuwa na wigo mkubwa wa hadithi na simulizi nyingi, simulizi ambazo unaweza kusema ziliandikwa vizuri, zikatengenezwa vizuri na vyombo vya habari vya magharibi ambavyo tuliletewa na zikawa ban kweli kweli. Nafahamu vita nyingine ya dunia iliyopo, yani nje ya vita ya silaha, vita nyingine kubwa ni ya propaganda, vita nyingine kubwa ni ya vyombo vya habari. Wenzetu wamefanikiwa sana kuwekeza hapo. Mfano, Israel imetenga kiasi cha dola milioni 730 kwa ajili ya propaganda ya kwenye vyombo vya habari. Dola milioni 730 katika kipindi kijacho. Israeli kipindi cha nyuma imekuwa ikitumia mpaka dola milioni 6 au 10 kwa mwezi kwa ajili ya propaganda, yaani kwa ajili ya kuwalipa tu watu wanaoweza kuchezesha ile mitandao au kuchezesha vyombo vya habari, kuwa taarifa zitazotoka ziwe favor kwao, yaani taarifa yote ikiwa nani, nyie ingieni mshambulie. Kwa hiyo hiki kitu wanakifanya sana kwao kule, yani watu wameandaliwa kwa kazi hiyo. Lakini si watu tu, kashfa nyingi ambazo zilikuja pia za robots, nimeshalieleza hili mara kadhaa. Robot ambazo zimetengenezwa kwa ajili tu ya kujibizana kwenye social, kwa ajili ya kuweka taswira bora, ni fedha. Huwezi kufanya hivi bila pesa. Ni lazima uweke pesa ili uweze kufanya hivyo. Sasa propaganda ya vyombo vya habari hufanya kazi zaidi. Unafahamu kuwa Western wanamiliki vyombo vya habari vingi vikubwa, ambapo kwa miaka mingi kwetu huku vimejengwa, ndio vikajengwa kwenye imani ya kuwa ni lazima nisikilize chombo fulani, hii taarifa imetangazwa kwenye chombo fulani. Zamani watu walikuwa brainwash, hakuna mtu anajua hii habari, lakini baada ya miaka na mabadiliko na watu kufahamu mirengo na mwelekeo wa hizi nchi, basi watu wengi wamebadilika na kuanza kuyaelewa mambo kwenye jicho tofauti na kufahamu kuwa michezo wanayoicheza ni ipi. Haijalishi vyombo gani vingapi vitazungumza hiyo taarifa, lakini unaelewa tu hiki chombo kimezungumza kutokea wapi. Kwa unaelewa kabisa kuwa hii ni propaganda iliyopikwa kutengenezwa sehemu fulani. Kumekuwa na hadithi tofauti kuhusu kile kilikuwa kinafahamika kama Project Freedom ambacho alikianzisha Donald Trump. Trump alivyosema kuwa amesitisha, ikifuatiwa na taarifa na tetesi ya vyombo vya habari vingi vikiwemo Axios News, ikiwemo vyombo vya habari vya magharibi, kuwa kulikuwa kuna mpango bora kabisa wa kufikia makubaliano kati ya Iran na Marekani. Ndio maana Donald Trump alifanya hivyo, yani ndio maana Donald Trump alisimamisha operation. Jibu ambalo linatoka ndani ya Iran na taarifa zinazoonyeshwa ndani ya Irani ni tofauti. Irani wanasema hii proposal ya vifungu 14 wao wanayo muda mrefu na hawakuwahi kuweka muda wala lini wataijibu, isipokuwa wamekuwa nayo. Sasa imetumika hiyo ndio kama propaganda kuwa Irani watajibu ndani ya muda, na tayari wameshatuma majibu kutoka kwa Pakistani kuwa wako kwenye hilo. Sasa ukirudi ndani ya Irani, kauli iliyozungumzwa jana na waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi akiwa na Wang Yi, mwanadiplomasia mkuu wa China kule, hakuashiria kama walikuwa kwenye mazungumzo yoyote na Marekani mazuri ya kufikia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani Ismail Baqai anasema kuwa hakuna lolote ambalo wamezungumza wala kupeleka kwa Pakistani wala kufikia na Marekani kuwa wanafikia makubaliano ya kukubaliana na hayo yaliyoandikwa. Mshauri ambaye anasimama naye kwenye ushauri, spika wa bunge Mohamed Ghalib Af-Bagher, naye anazungumza hilo kuwa vyombo vya habari vya Marekani, yeye hasa ameshutumu Axios akisema kuwa kituo kikuu cha propaganda na uongo cha White House ndio kinatumika katika kudanganya. Yeye anakwenda mbali, anasema kabisa kuwa hili limetumika baada ya kile kitu kinaitwa Operation Project Freedom kufeli, na Marekani baada ya kukwepa aibu akajaribu kujificha ndani ya hiyo aibu, kuonyesha kama vile kuwa Irani walikuwa wametoa ishara. Lakini kwa yeye ambaye pia ndio mshauri wa mazungumzo na ambaye amesimamia mazungumzo ya Islamabad na ambaye ndio anashauri kwenye hii nafasi, anakataa kabisa, anasema kuwa hakuna kitu kama hicho. Mbunge Ibrahim Razai ambaye yuko kwenye kwenye ushauri wa usalama wa nchi anasema kuwa mambo yaliyoandikwa na jarida la Axios au mambo yaliyoandikwa na vyombo vya habari vya magharibi, anasema hayo ni matamanio ya Marekani ambayo amekuwa nayo. Anasema basi wacha waendelee kuyaota, kwa sababu kwa Irani hawawezi kuyapata, isipokuwa ni matamanio, yani not really, isipokuwa hilo ni matamanio yao. Sasa hili kwa nini limetumika? Taarifa zingine zinasema hivi: Saudi Arabia, Qatar, Kuwait waliwekea ngumu Marekani katika operesheni yao ambao walikuwa wameakisi kwa ile Operation Project Freedom,
ambayo ilikuwa imeandaliwa kuwa itakuwa na ndege 100 katika ile operation. Inatajwa Saudi Arabia na Kuwait waligoma Marekani kutumia kambi zao dhidi ya hiyo operation. Hizo taarifa, baadhi ya taarifa zinaandika hivyo, lakini siwezi kuzipigia sana mstari kama zina ukweli wote, kwa sababu unafahamu kuwa hizi nchi za Kiarabu ambazo Marekani ana kambi, niliwahi kuzizungumza kuwa hazikuwa na hiari kukubali au kukataa Marekani kuweka kambi. Hawakuwa na hiari ya kuamua Marekani ashambulie kutokea kwao au asishambuliwe, na hilo alilizungumza balozi wa UN wa UAE kule Umoja wa Mataifa kipindi cha nyuma hapa. Alisema kuwa tulisema kuwa sisi tunataka diplomasia, tulisema hatutaki ardhi yetu itumike, lakini sio uamuzi wao wenyewe, wametekwa nyara, hata ardhi zao zimetekwa nyara. Ndio maana unaona kuwa wanaweza wakazungumza. Kwa hiyo ukiniambia kuwa eti hili lilikuwa kwa sababu ya Saudi Arabia ameshinikiza na Kuwait, bado naweza nikalitilia mashaka, kwa sababu nguvu hiyo Saudia hana ya kumbishia Marekani, wala Kuwait hana hiyo nguvu ya kumbishia Marekani kuwa sitaki utumie hiki au nataka hili. Sasa kile ambacho nimekuwa nikikizungumza mara kadhaa ni kuwa Marekani hupenda kuchokoza vitu, kwa sababu tishio lolote la dunia, nimesema kuwa kudondoka kokote kwa dunia au madhila yoyote ya dunia, kuporomoka kote kwa uchumi wa dunia, kuanguka kwa masoko ya hisa duniani, kupanda kwa bei ya nishati duniani, huwa inakuja kwenye mgongo wa Marekani, haiendi kwenye mgongo wa mwingine, ni wa Marekani. Kwa hiyo kuna wakati Marekani wanaona kuwa wa balance hadithi, ndio maana wamefanikiwa kwa kipindi kifupi. Baada ya kuitoa hiyo hadithi kuwa tuko kwenye mazungumzo mazuri, halafu wakahakikisha vyombo vyao vinalishupalia hili swala kulizungumza kwa kina, kama ni kweli kweli kabisa, maana katika taarifa ambazo wanapewa vyanzo visivyofahamika, vyanzo ambao vimekataa kutaja majina yao ndani ya Iran, imesema wamefikia kwenye vyanzo vya. Kwa ile taarifa ikizunguka inaleta imani kwa wawekezaji na wafanyabiashara kuwa kuna jambo zuri linaendelea hapa katikati. Ndio maana unaona kuwa ile nafuu ya mafuta inashuka. Ndio maana nikwambia jana yaliporomoka kwa $11 kutoka juu ya $100 mpaka kuja chini ya $98. Yote haya yalikuwa ni majibu ya kuwa baada ya kutengeneza ile drama kubwa, kuonekana kama kweli kulikuwa kuna mazungumzo baina ya pande mbili, lakini wenye kutajwa kuwa wapo kwenye mazungumzo, ambao mara zote ndio wamekuwa wakienda kwenye mazungumzo, wanadai kuwa hawajui lolote na wala hawana makubaliano yoyote. Hilo swala la nyuklia hawajafikia makubaliano, wala hakuna chochote ambacho kimezungumzwa kati yao. Nani anatuambia nini wakati gani? Katikati ya hili, Israeli leo wana kikao kizito na Marekani. Wanamuuliza Marekani kuwa baada ya tangazo lako la kuwa mnafikia makubaliano na Irani, sisi hatuna habari, mmekubaliana kipi? Israeli wanataka kuchungulia kuwa mmekubaliana nini, au mnataka kuingia makubaliano ambayo Ulaya wanayofia kuwa Trump ataingia makubaliano yasiyo ya kawaida kwa sababu tu anataka kujaribu kusafisha taswira yake kuonekana ameshinda. Kwa hiyo anaweza kaingia makubaliano yoyote na Irani, halafu unajua kuwa Irani ni very smart, wazungumzaji wake, watu wanaosimama kwenye makubaliano ni watu wenye akili nyingi. Kwa hiyo anasema kuwa huenda yakawaumiza Ulaya na wengine. Hilo ndio anazungumza. Sasa Israeli wanakwenda kuzungumza na Marekani kumuuliza vizuri kuwa what's happened? Nini? Mbona sisi hatujui? Haya yote yametokea wakati gani? Mmekubaliana lini? Mbona hatujapewa chochote hata kujua nini ambacho kinaenda kuzungumzwa? Lakini wakati huu Israeli wanakwenda kumkumbusha Marekani kuwa wao wako tayari. Anasema kuwa project ambayo ilikuwa ikifanywa wakati wa usimamishaji wa vita ya Israel na Marekani, ambayo ilikuwa ikifanya research kuwa pale tutapokuja kuresume hii vita tutapiga target zipi, tayari wamekisha kamilisha ile project yao, kuwa tayari wanayo orodha ambayo inaonyesha kuwa tukirudi kwenye vita tutapiga hapa na hapa na hapa, tayari wanayo. Sasa wanamshangaa Donald Trump kwa nini unaondoka kwenye vita. Wanakwenda kumwambia bana, hebu sikiliza, wacha tulianzishe ili. Nimeshalieleza mara nyingi, wala sina sababu ya kulieleza kuwa ilichukua miaka Israeli kuweza kushawishi jeshi la Marekani kukusanyika kuja hapo kwa ajili yake. Sio rahisi Israeli kuliachia ili jeshi lije kuondoka, na mara zote nimewaambia kuwa hakuna makubaliano yoyote ambayo Irani ataingia na Marekani yatakuwa na faida kwa Israeli, hayapo. Kwa Israeli chaguo lao ni moja tu, tubaki kwenye vita. Na nilishawahi kuambia ikiwa Donald Trump anaweza kukaidi hili kwa kujiangalia yeye kisiasa, kwa sababu ya uchaguzi ujao, aamue kuondoa vikosi vya Marekani katika kipindi hiki, basi tutakuja kusikia hadithi za kina Kennedy nyingine mpya, kwa sababu atakuwa kawauza kabisa na kawamaliza. Hawawezi kukubaliana na hili swala, ushawishi wao na kila kitu, hawawezi kumwacha. Yani wataondoka naye, hilo liko wazi kabisa kuwa hawawezi kuja kumwacha. Sasa
anaondoaje vikosi vya Marekani kuvirudisha huku, hali ya kuwa hajatimiza lengo la aliyemtuma hajatimiza lengo, yeye anaondokaje? Sasa katika kituko kingine amekitoa alikuwa Marco Rubio juzi, wakati anazungumza na vyombo vya habari, anasisitiza na kuiomba Umoja wa Mataifa kuwa kwa nini Umoja wa Mataifa umekuwa kimya kwenye hili swala? Hauwezi ukaingilia kumwonya Irani ambaye anakiuka utaratibu wa dunia na sheria za kimataifa, kufunga mfereji wa Hormuz, kuzuia meli za kibiashara. Umoja wa Mataifa uko wapi? Umeshindwa kufanya hilo. Yani, what goes around comes around, au unaweza kusema what goes around never comes around. No, what goes around comes around. Ndio ilivyo. Karma ni kitu halisi ambacho huishi. Donald Trump na serikali yake hii akina Marco Rubio ndio walianzisha ile Board of Peace ambayo lengo ni moja tu, kuiua Umoja wa Mataifa. Ndio lengo, kuua kabisa Umoja wa Mataifa. Na kwa nini walikuwa wanaua Umoja wa Mataifa? Kwa sababu lengo la kuua Umoja wa Mataifa, kwa sababu bosi wa wanasiasa wa Marekani, Israel, hautaki Umoja wa Mataifa. Vita kubwa ya Israel na Umoja wa Mataifa haijaanza leo, muda mrefu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa hawezi kuingia hata Israel. Walishamwambia kuwa hatukupi visa na hauwezi kuingia hapa. Wamemshutumu mara kadhaa, lakini walifunga shirika la Umoja wa Mataifa ambalo lilianzishwa 1949, UNRWA, shirika ambalo lilianzishwa kwa ajili ya kusaidia Wapalestina ambao waliondoka katika 1948 kwenye Nakba baada ya azimio namba 181 la mwaka 47, uanzishwaji wa State of Israel. Nakba iliondoa maelfu Wapalestina 7.5 waliondolewa kwenye ardhi yao. Kwa hiyo ilivyokuja kuanzisha UNRWA, ilikuwa lengo la kuwanusuru hawa ambao waliondolewa kwenye ardhi yao. Na sharti la kuanzishwa UNRWA, Israeli alikubaliana kwa sababu kuwa atakuja kuwapa haki zao na watu watakuja kurudishwa kwenye maeneo ambao waliondolewa kinyume cha sheria. Kwa hiyo Israeli alifungamanishwa uwepo wa taifa lake pamoja na uanzishwaji wa UNRWA, lakini Israeli wamekuja kufunga shirika la UNRWA ambalo kama asingekubaliana wakati huo isingekuwepo State of Israel, lakini alikuja kufunga shirika la Umoja wa Mataifa. Donald Trump amekuja akajiondoa kwenye shirika la afya ulimwenguni ambalo linasimamiwa na Umoja wa Mataifa, WHO, lakini akafatisha kujiondoa kwenye mashirika zaidi ya 30 ya Umoja wa Mataifa, kakata usaidizi. Hili nalizungumza, wananielewa sana watu ambao wamekuwa kwenye mashirika. Umoja wa Mataifa anafanya na mashirika zaidi ya 1000 ambao wamekuwa wakifanya nayo kazi tofauti, na angels zaidi ya 1000 na mashirika zaidi ya 100 na kitu ambao wamekuwa wakifanya nayo kazi tofauti. Donald Trump aliamua kuiondoa Marekani ambayo ndio ilikuwa ikitoa fedha nyingi zaidi kwa mashirika. Lengo ni kuihujumu Umoja wa Mataifa. Wakati Marco Rubio analishutumu Umoja wa Mataifa kuwa inashindwa kuchukua hatua kwa Irani kwa kushindwa kuheshimu sheria. I say, uhalali wa Israeli na Marekani kuingia Irani ulitoka wapi? Walitumia Umoja wa Mataifa? Mbona sheria za Umoja wa Mataifa ziko wazi kuwa utaratibu ukoje? Kwa sababu vita yake ambayo ni vita haramu haijapita kwenye Umoja wa Mataifa wala haijahalalishwa kwa njia yoyote na Umoja wa Mataifa. Alitakiwa kwanza aanze kuzungumza kuhusu vita yake, uhalali wa yeye wa kuanzisha hayo kabla ya kwenda mbele. Yani kabla ya kuanza kumshutumu Irani kufunga mfereji, alipaswa kutuambia kuwa nani aliyesababisha haya. Je, alikuwa na uhalali kisheria wa kuanzisha haya mpaka kufikia hapo tulipofikia, au analani kuwa Umoja wa Mataifa na wanachama wa Umoja wa Mataifa hawachukui hatua zozote za kuishutumu Irani au kuiwajibisha Irani? Kama wanachama hao walikuwa hai na wenye uwezo wa kuchukua hatua, walipaswa wachukue hatua kuiwajibisha Marekani na Israeli katika uvamizi wa mara 2 ndani ya Irani, ambapo ni kinyume kabisa na utaratibu wa Umoja wa Mataifa. Hapakuwa na uhalali wowote wa uvamizi huo. Sasa leo Umoja wa Mataifa huu ambao ndio iliandikwa Board of Peace kwa ajili ya kuiua, baadhi ya nchi zilizotumiwa proposal ya kujiunga na Board of Peace ilikuwa ni Vatican. Vatican walipewa proposal na Donald Trump kuwa tunawapasa mje kwenye Board of Peace. Kati ya nchi chache ikiwemo Spain na baadhi ya nchi chache zilizogoma kujiunga na Board of Peace ilikuwa ni Vatican. Na katika barua yao waliomjibu Donald Trump wakasema kuwa tuna mashaka na hii Board of Peace kuwa inakwenda kutoka kwenye njia kwa sababu inataka kuchukua kazi ambazo sio zake. Yani tumekuwa kwenye shirikisho ambalo japo kwa lilikuwa ni feki, lakini lilionekana linafanya kazi kwa pamoja kwa nchi kuhoji na kuuliza na utaratibu unafuatwa. Lakini sasa tunakwenda nje kufanya kazi na nchi moja ambayo ndio kinara kuwa fulani atajiunga, fulani hajiungi, nani simtaki, nani tumvamie na Board of Peace ambayo inabeba majukumu yote ya Umoja wa Mataifa kwenda katika one man show. Donald Trump mwenyekiti ambaye kuwa
anajiweka kuwa hata akitoka kwenye nafasi ya urais atabaki kuwa mwenyekiti wa Board of Peace ambayo yeye ndio ataiongoza. Vatican walisema kuwa tuna mashaka na hiki ambacho mnakifanya, hatuwezi kujiunga nacho. Leo hii Marco Rubio anahoji kuhusu Umoja wa Mataifa. Kwa nini umekaa kimya? Hauwezi kuamua lolote kwa kile kinachofanywa na Iran. Wamesahau wao walioyafanya, au wanasahau kile wanachokifanya. Israeli amekuwa akiandaa mkakati mkubwa wa kuhakikisha kuwa Umoja wa Mataifa inauliwa kupitia nguvu yake na ushawishi wake. Akaishawishi Marekani wajibisha hata mahakama zote zilizo chini ya Umoja wa Mataifa. ICJ ni mahakama ya Umoja wa Mataifa ambao mara zote imekuta Israeli na hatia, ni mahakama isiyotakiwa na Israeli. ICC ni mahakama ambayo sio ya Umoja wa Mataifa, lakini ni mahakama inayofanya kazi sambamba na Umoja wa Mataifa. Israeli amemshinikiza Marekani, tia vikwazo sawasawa, tia vikwazo hiyo mahakama, mpaka mwendesha mashtaka Karim Khan hayupo kwenye nafasi yake kwa kesi tu ya hovyo aliyosingiziwa kwa sababu tu alitoa waranti ya kukamatwa Netanyahu na Yoav Gallant. Unapozungumzia taasisi kubwa za kimataifa zenye meno, Marekani anapozilaumu hali ya kuwa yeye alizikata meno ili ziwe vibogoyo, alitaka zifanye kazi vipi? Kama zingekuwa na uhai wa kufanya kazi, zingekuwa zishafanya kazi siku nyingi kwa Marekani na kuiwajibisha Marekani na Israeli katika yale yanayoendelea duniani, kwa sababu haya matatizo tunayokabiliana nayo ulimwenguni ni matatizo yameyoratibiwa na Marekani na Israel kwa zaidi ya 90%. Kwa zaidi ya 90% matatizo yote tunayokabiliana nayo duniani yapo kwenye uratibu wa Marekani na Israel. Umoja wa Mataifa ufanya nini? Jamani, nawashukuru sana. Asanteni, na inshallah haya ndio yaliyojiri. Hakuna mazungumzo yoyote, hakuna chochote. Tusubiri tuone nini kitachokuja kujiri huko baadaye. Asanteni na kila la kheri, na inshallah tutakutana mara nyingine tena tuzungumze. Maana ya kuzungumza ni mengi, yapo kila siku. Shukran sana.